cha Samueli. Ndipo kabila zote za Israeli wakamwendea Daudi huko Hebroni, wakasema naye wakinena, tazama, sisi tu mfupa wako na nyama yako. Zamani za kale, hapo Sauli alipokuwa mfalme juu yetu, wewe ndiye uliowaongoza Waisraeli watoke nje na kuingia ndani, naye Bwana akakuambia, wewe utawalisha watu wangu wa Israeli, nawe utakuwa mkuu juu ya Israeli. Basi wazee wote wa Israeli wakamwendea mfalme huko Hebroni, naye mfalme Daudi akapatana nao huko Hebroni mbele za Bwana. Wakamtia Daudi mafuta awe mfalme juu ya Israeli. Neno la Bwana. Nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana. Nalifurahi waliponiambia, na twende nyumbani kwa Bwana.
mkiwezeshwa kwa uwezo wowote kwa kadiri ya nguvu ya utukufu wake, mpate kuwa na saburi ya kila namna na uvumilivu pamoja na furaha, mkimshukuru Baba aliyewastahilisha kupokea sehemu ya urithi wa watakatifu katika nuru. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa upendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yaani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote, na kwa kuwa katika yeye vitu vyote viliumbwa, vilivyo mbinguni na vilivyo juu ya nchi, vinavyoonekana na visivyoonekana, ikiwa ni viti vya enzi au sultani au enzi au mamlaka. Vitu vyote viliumbwa kwa njia yake na kwa ajili yake, naye amekuwako kabla ya vitu vyote, na vitu vyote hushikamana katika yeye. Naye ndiye kichwa cha mwili, yaani cha kanisa. Naye ni mwanzo, ni mzaliwa wa kwanza katika wafu, ili kwamba awe mtangulizi katika yote. Kwa kuwa katika yeye ilipendeza utimilifu wote ukae, na kwa yeye kuvipatanisha vitu vyote na nafsi yake, akiisha kufanya amani ya damu ya msalaba wake. Kwa yeye, ikiwa ni vitu vyote vilivyo juu ya nchi na vilivyo mbinguni. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu.